Usisahau kusubscribe. Kwa watu ambao wanakuwa wako vitani, huwa wana msemo mmoja sana sana, nadhani inatumika sana kwenye majeshi, kwa watu ambao labda wanapelekwa kufanya mission fulani kwenye eneo fulani. Kwa mfano tulionaga vile vikosi vya MONUSCO, anakuambia labda anaenda kufanya mission sehemu fulani kwa ajili ya kurescue situation fulani ambayo imetokea eneo fulani. Sasa wao huwa wanasema hivi, simba mzee bado ana makucha. Hii mara nyingi ni kauli sana ambayo imekuwa ikitumika vitani. Sasa kwa nini nasema hivyo? Ninawaambia hivyo baada ya kilichotokea kule nchini Marekani pamoja na Iran, ambapo Iran imeonesha kwa mara ya kwanza ndege za kivita aina ya F-14 Tomcat, ambazo ndege hizo zilitumika kufanya mashambulizi ya kivita dhidi ya vikosi vya Marekani pamoja na washirika wake, ambapo ndege hizo zimezua gumzo kubwa sana duniani. Na kwa nini zimezua gumzo kubwa duniani? Nitawaambia kwa nini zimezua. Kwanza ifahamike ni kwamba Iran imefanya kile ambacho Urusi wamekuwa wakikifanya kule nchini Ukraine. Yaani wanageuza uwanja wa vita kuwa maabara ya majaribio ya silaha zake mpya. Nitawaambia. Kwa miaka mingi sana Iran imekuwa ikitengeneza silaha ndani ya taifa lao, lakini wamekuwa wakiwekewa vikwazo vikali sana, kiasi kwamba silaha nyingi ambazo wanazitengeneza zimekuwa hazionekani zikitumika, kwa sababu huwezi kwenda kuipeleka silaha moja kwa moja vitani kama haijafanyiwa majaribio. Na walikuwa wanashindwa kufanya majaribio kwa sababu wamewekewa vikwazo vingi sana na taifa la Marekani. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Iran ina karakana ambazo zimejaa teknolojia, lakini wanakosa uwanja wa kufanyia majaribio. Yaani hauwezi ukajua ule ubora wa gari hadi ulipitishe kwenye matope au ulipitishe kwenye njia ambayo ina changamoto. Sasa vita hivi dhidi ya Marekani vimekuwa kama darasa la mafunzo kwa vitendo kwa Teheran, kwa maana ya hawa wa Iran. Kwa nini nasema hivi? Lazima tuelewe. Iran waliingiza kombora moja jipya ambalo linafahamika kama Fakol 9, ambao ni mfano wa kombora ambalo limeboreshwa na kombora la zamani la Marekani aina ya AIM-54. Hili lilikuwa ni kombora la kwanza ambalo wa Iran wamelitumia katika vita. Sasa wametumia tena silaha nyingine, wametumia ndege aina ya F-14 ambayo hii ni ndege ya kivita ambayo inaenda sambamba sana na hiyo Fakol 90. Yaani sijui kama nataka yani iko hivi. Nimesema Muiran anatumia mbinu ile ile ambayo ameitumia Mrusi kule Ukraine, akijaribu makombora ya hypersonic. Urusi alijaribu makombora ya Kinzhal ili kuona kama mifumo ya magharibi inaweza kuyazuia. Sasa Iran wanajipima na wenyewe ubavu kwa kutumia kombora hilo. F-14 Tomcat, yani ni silaha ambayo ilikuwa ipo kwenye karakana kama makumbusho tu, kwa sababu ilikuwa haitumiki katika eneo la mapambano. Lakini sasa kwa bahati nzuri, baada ya kuingia tu vitani na Marekani, wameamua kuitumia silaha hiyo. Hii silaha kimsingi, kwa watu ambao wanafuatilia sana masuala ya vita, watagundua sio silaha mpya kwenye masikio yao, kwa sababu umekuwa mkisikia kuna kitu kinaitwa sijui F-16, sijui F-ngapi, sijui F-ngapi. Sasa kuna F-14 Tomcat. Kwa hiyo hii ni silaha ya zamani sana, lakini silaha hii, kwa nini tunasema ni silaha muhimu sana, na kwa nini tunasema simba mzee yani bado ana makucha? F-14 wameiboresha ikawa imewekewa rada kubwa ambayo ni AN-AWG-9. Yani hii ni rada ambayo inaweza ikaifanya hiyo F-14 Tomcat isionekane na Marekani. Na sifa mojawapo ni kwamba hii ndege ni nzuri mno kuona vitu vidogo ambavyo vinatambaa chini kwa chini. Yaani Marekani wamekuwa wakifanya mashambulizi makubwa kwa kutumia maelfu ya makombora yale ya Tomahawk pamoja na zile aina ya Jasim. Makombora haya yamekuwa yakiruka chini ili kukwepa rada za ardhini za Iran. Sasa Iran wameshtuka, wameamua kuweka rada hizi kubwa za F-14 angani ili ziwe kama macho ya mwewe ambayo yanaangalia chini na kuyaona makombora hayo yakija, kisha wanayadungua kabla hayajaleta madhara ardhini.
hivi sasa Marekani na washirika wake wanakabiliwa na upungufu mkubwa sana wa silaha za masafa marefu, mnaita cruise missile, kwa sababu walizigawa silaha maeneo mengi sana duniani, na Iran analifahamu hili. Iran anapotumia ndege zake kama F-4, F-5 na sasa F-14 kuzuia au kudungua makombora ya bei ghali ya Marekani, anafanya kitu kinaitwa vita ya kuchoshana au kupunguzana nguvu. Na kwa mujibu wa ripoti zinasema kwamba Marekani wana taarifa zote za kiintelijensia kuhusu mifumo ya ulinzi wa anga ya Iran ambayo ipo ardhini. Maana yake ni kwamba rada yoyote ya Iran ikiwaka chini ya ardhi, Marekani wanaweza kuiona na kuipiga mara moja. Hapa ndipo akili ya kibinadamu sasa makombora ya Iran ambapo inafanya kazi. Yaani kuhama ardhini na kwenda angani kwa kutumia F-14 kama kituo cha rada ambacho kinatembea. Wanakuwa na uwezo wa kuwasha rada zao angani, wanafuatia makombora ya Marekani, wanafyatua makombora yao kama hizo Fakol 9 na wanakimbia na kutua kabla Marekani hajajua wapi pa kushambulia. Yaani Iran sasa hivi wanafanya mchezo kama wa paka na panya, lakini safari hii mchezo wa Iran unafanyiwa angani. Marekani wao walikuwa wameamini kwamba rada nyingi sana ambazo wa Iran wanazitumia ni zile za ardhini. Sasa Muiran akaamua kuweka hizo rada kwenye F-14 hiyo Tomcat ambazo sasa zinaona kila tendo ambalo linafanywa na Marekani anapotaka kufanya tukio lolote la mashambulizi katika ardhi ya Iran. Iran hawapigani vita hivi kinyonge mazee. Yaani wanatumia mabaki ya teknolojia ya Marekani ambayo walinunua miaka ya 1970, na ndio maana pale niliwaambia, yani simba mzee ana makucha. Hii F-14 ni teknolojia ya Marekani ambayo walitumia miaka ya 70 huko zamani kidogo. Lakini Muirani aliinunua. Baada ya kuinunua, akawa ameifanyia modification, yani akawa ameiboresha. Ameweka teknolojia kulingana na usasa wa sasa, lakini pia ameweka mifumo mingi sana ambayo itamfanya adui ashindwe kuitambua. Sasa hii ndo silaha ambayo sasa hivi inawasumbua sana wa Marekani. Yani ni kama ambavyo ninawaambia, Urusi walitumia uwanja wa Ukraine kuonesha dunia nini silaha zake mpya zinaweza kufanya. Irani na wenyewe sasa wanatumia anga ya Mashariki ya Kati kuonesha kuwa silaha zetu mpya ziko tayari na tuna mahali pa kuzijaribia. Na ndio maana kwa wale ambao mmekuwa mkifuatilia vizuri sana, muda mwingi mnasikia wa Irani wanakuambia tunataka vita muda mrefu. Sio kwamba wanataka vita muda mrefu kwa sababu they want to fight. Wanataka vita muda mrefu ili wafanikishe pia kujaribisha na zile silaha nyingine ambazo bado zipo kwenye makarakana zinaendelea kutengenezwa. Na walishagundua kwamba eneo pekee ambalo kwa hivi sasa wanaweza wakaonesha nguvu zao walizokuwa nazo wa Iran, wanaweza wakaonesha teknolojia zao, wanaweza wakaonesha ubunifu wao, wanaweza wakaonesha ustahimilivu wao, ni kipindi hiki ambacho wanapigana na mataifa makubwa duniani. Yani Iran wanatumia akili nyingi sana ambayo nasema mimi ni akili, hizi ni akili za kuzaliwa, sio akili za AI. Kwa sababu zipi? Unapopigana na taifa kubwa kama Marekani mwenyewe, kwanza kitu cha kwanza ambacho anakiwaza akilini, anawaza wewe uweze kunyosha mikono haraka sana, kwa sababu kwanza ya pressure ambayo unaipata kutoka maeneo mbalimbali. Yani fikiria Iran anapata pressure kutoka maeneo mangapi? Anapata pressure kutoka Marekani yenyewe, anapata pressure kutoka Israel, anapata pressure kutoka Qatar, anapata pressure kutoka Falme za Kiarabu, anapata pressure kutoka Saudi Arabia, anapata pressure kutoka Kuwait, kutoka Bahrain. Oman ni kwa kiwango kidogo sana, kwa sababu Oman ni kama naye ni kama mtu ambaye ameabstain. Kwa hiyo ukipiga mahesabu ya namna hiyo, maana yake Muiran ameshagundua kwamba ili hayo mataifa yote ambayo yanashirikiana na Marekani yasiweze kumpuuza na kumdharau, ni lazima aoneshe uwezo wake, aoneshe kiwango chake cha kupigana. Sio aoneshe kiwango chake cha kuomba msamaha, aoneshe kiwango chake cha kupigana, ili kuanzia Marekani mwenyewe pamoja na washirika wake wote wasiendelee tena kumfikiria Muiran kama mtu ambaye ni mtu dhaifu. Yani Marekani alidhani atamchosha Muiran. Hiyo ilikuwa ni hesabu yake ya kwanza kabisa bwana Donald Trump. Na ndio maana mara ya kwanza tu walipofanya mashambulizi hao wa Marekani, jambo la kwanza lilikuwa ni kuua viongozi wa Iran. Jambo la pili,
ilikuwa ni kujaribu kushambulia maeneo ambako kunadhaniwa kuna teknolojia au kuna silaha za Iran. Lengo ni nini? Lengo ni kumchosha, kumpunguza nguvu Muiran. Lakini kumbe Muiran yeye hilo jambo alishalishtukia mapema. Alichokifanya, akaamua kupunguza nguvu za Marekani na Israel kwa kuanza kufanya mashambulizi kwanza kwenye yale mataifa ambayo yanamsapoti Marekani, ambayo yanamsapoti Israel. Matokeo yake sasa, Israel pamoja na Marekani wao ndio wamejikuta wamepunguzwa nguvu. Yaani ni sawasawa na, huwa ninawapa mfano huu. Wewe unatoka nyumbani, umejiandaa kwenda kupigana na Shabani. Unakutana na Shabani ambaye amejiandaa kukuua. Kwa hiyo pale mnakuwa ni watu wawili ambao mpo kwenye ugomvi. Sasa wewe ugomvi wako unauchukulia poa, lakini mwenzako ugomvi wake ameuchukulia serious. Marekani alikuwa anauchukulia poa ugomvi wake na Muiran. Kumbe Muiran ugomvi wake yeye ameuchukulia serious. Yaani Muiran amesema, ningekuwa labda ninapambana na vitaifa sijui kama Bahrain, nisingeweza kukunjua makucha yangu na nisingeweza kuonesha nguvu zangu ziko wapi. Lakini kwa sababu ninapigana na taifa kubwa kama Marekani, ni lazima nionyeshe ulimwengu nguvu yangu ipo sehemu gani, ili ulimwengu, kwa sababu wanayemuogopa ni Marekani, wajue kwamba kuna taifa jingine ambalo nalo kumbe lipo na lilikuwa limekaa tu ni kama kobe ambaye ameinama anatunga sheria. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.